Kinwa, lakini kwa hivi sasa tunaendelea na taarifa zetu ambapo hali ya wasiwasi inaendelea kuongezeka kuhusu hatma ya wanafunzi ambao walipata alama za D+ kwenda chini katika mtihani wa KCSE wa mwaka jana. Naam, kwa mara ya tatu mfululizo karibu wanafunzi 1400 walishindwa kupata alama ya kujiunga na vyuo vikuu. Na Brenda Wanga ripoti kuhusu tatizo linalokabili wanafunzi hawa na mustakabali wa elimu yao. Katika kituo chenye utulivu cha Kathonzweni, kaunti ya Machakos, Victoria anaishi ndoto yake iliyobadilishwa. Alipofanya mtihani wake wa KCSE mwaka 2019, alikuwa na matumaini kwamba angefaulu kujiunga na chuo kikuu na kuendelea na masomo yake. Lakini matokeo ya mtihani yalipowekwa wazi, alihisi ulimwengu wake unaporomoka. I had a grade of D+. I chose to kusomea Kathonzweni Vocational Training Center regardless of grade nilikuwa nayo, so nilicide kwenda hapo to attain a skill. Kozi hiyo ya miezi 6 ilimpa ujuzi ambao umemsaidia maishani. Victoria hayuko peke yake katika kizungumkuti hiki. Elimu ya vyuo vya ufundi hutofautiana kulingana na kiwango cha kozi na kimsingi hutegemea matokeo ya KCSE na mahitaji kama alama ya D- kwa ufundi wa kimuundo na alama ya D kwa ufundi na alama ya C- kwa kozi za diploma. The candidates whose results we released today are now expected to transit to tertiary institutions. Kati ya karibu wanafunzi milioni 1 ambao walifanya mtihani, 1359 walipata alama ya wastani ya D kwenda chini. Hii inastahiki kwa mafunzo ya ufundi. Lakini kwa nini wengi huangukia katika kikundi hiki? Wadau wa elimu wanasema kwamba kuna mchezo wa karata elimu hapa. Wanafunzi wengi katika daraja la D kwenda chini wanatoka katika shule za kaunti ndogo, taasisi ambazo mara nyingi hazina vifaa vya kimsingi vya kushindana na shule za kitaifa. Learners who are getting E's and D's from these schools stupid? I don't believe. If you took those learners to other schools, they will actually perform better than they have done. So the challenge that we have to face is to ask ourselves, when we are doing this and therefore, like right now it's too late to say anything about the guys who have left from when they have gotten E and D-. We need to ask ourselves, is it right to let their life dreams die at this point? Or should we create a pathway for them to continue to pursue their dreams? Because when you're growing up as a young person, you have dreams, you have aspirations. And you don't want to reach an exam, and that exam becomes the end of your dreams. Kwa serikali, suluhisho ni mabadiliko ya 100% kwa elimu ya mafunzo ya ufundi. Lakini kwa wanafunzi kama Victoria, hilo halionekani kuwa chaguo bali ni kifungo, hata ingawa wao hufaulu kukabiliana na hali zao za maisha. I would encourage them wasikue low. Grade, skill, wakiwa na skill itawasaidia. Rather than staying home wakisema maybe wa give up, they lose hope. They should not lose hope. Serikali inasisitiza kwamba gredi si sawa na makaburi ya taaluma, lakini kwa maelfu ya wanafunzi ambao wanakaa nyumbani wakiwa na alama za D kwenda chini, barabara ya ndoto ya kitaaluma inabaki kuzuiwa na ukuta wa sera na ukosefu wa rasilimali. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.